mpaka 3. 1, 2, 3. Naomba tushangilie kwa makofi na vigelegele vingi. Wanaenda sasa kufungua kitambaa hicho. Jengo tunalo na tunatamba nalo. Jiwe la msingi la ujenzi la jengo la makao makuu ya halmashauri ya jiji la Arusha limewekwa na Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa, mbunge, waziri wa nchi, ofisi ya Rais TAMISEMI, leo tarehe 2 mwezi wa 5 2025. Naomba tushangilie kwa makofi na vigelegele vingi. Hakika Mheshimiwa Waziri, naomba nikuthibitishie tena, hakuna kitu kitakachosimama mbele yangu kuzuia kazi ambayo wewe umetumwa kulisimamia na Daktari Samia ametumwa kusimamia. Jengo hili ni moja ya jengo ambalo wako watu tu wamejaliwa na wameumbwa kwa ajili ya kuharibu mambo tu. Yaani mtu anamaliza hata akija kwenye harusi yako chakula kitapungua tu. Yaani hata ukisahau kitu sebuleni kitapotea tu. Yaani wako watu ambao wako tu kwa ajili ya uharibifu tu, ambao hawakutaka kuona historia hii inaandikwa ya jengo la utawala wa jiji la Arusha. Na kwa kuwa Mheshimiwa Waziri, mimi nimetoka kwetu Sukumani, nimeaga, nimeombewa kwa dua zote, na nilipokuwa mwelezi nilipita kwenye mikoa 23, nimepewa kila aina ya baraka kwa makabila yote. Arusha haiwezi kunishinda. Historia hii ambayo Mheshimiwa Waziri leo unakuja kushuhudia ni kazi njema iliyoanzwa tangu 2019, lakini ni mwendo wa kuchechemea. Na mkandarasi amesema watumishi wanafanya kazi katika mazingira magumu, lakini baya zaidi, mwananchi anakuja kwenye ofisi za jiji, badala mkute mtumishi anayekuja kumfuata amhudumie, anaambiwa mtumishi yuko Sakina, anaambiwa mtumishi yuko Njiro. Matokeo yake anaingia gharama ya nauli tena kwenda huko Sakina. Akifika Sakina, baada ya kusikilizwa, anaambiwa nyaraka zako ziko jiji. Wananchi wamekuwa wanazunguka sana kwa miaka yote kwa sababu ya kutokupata huduma katika eneo moja. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Waziri, mbele yako naona ni jengo ambalo tuliachiwa na mkoloni la mwaka 1959. Ukiangalia idadi ya kipindi hicho cha wakazi wa jiji la Arusha haifanani na idadi ya sasa. Kwetu sisi, hatua hii ni shukrani za dhati kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Shukrani za dhati kwako kwa kusimama imara na kuambia Mheshimiwa Waziri, usingesimama imara kwenye bunge la juzi la bajeti, ili jengo leo hili lingekuwa limesimama kujengwa. Usingesimama imara, ili jengo lisingeendelea kujengwa. Ulisimama imara, ukatetea, ukatuma tume yako hapa, ikaja ikapata ukweli. Bunge chini ya spika wetu mahiri Tulia akahoji maswali ya msingi ambayo hata vijana walioko sokoni na bodaboda wangepiga zile hesabu, wangejua kuna mtu mmoja hajawahi kufaulu wakati anasoma. Unaweza kuhudhuria kusifaulu. Lakini haya yote yametokana na umahiri wako na uwezo wako mkubwa wa kutetea wananchi wa jiji la Arusha, na hasa wananchi ambao wanakuja kutafuta huduma. Mheshimiwa Waziri, nisiongee mengi, ni furaha tu. Furaha ikizidi unaweza ukaongea sana, na mimi kwa sababu furaha imezidi natamani kujizuia, ili siku moja Mungu akikujalia uje hapa, hatujui utakuja na njia gani, lakini najua utarudi tena, uje ulione jengo hili watumishi wakilitumia na wananchi wa jiji la Arusha wakiwa wanapata huduma. Maelezo tumeyapata. Watanzania walikuwa hawajui jengo hili ni jengo ambalo lina lifti mbili. Lina ukubwa wa kilomita za jengo letu 11,000, na juu kule kwenye terrace tunatengeneza ukumbi wenye ukubwa wa kilomita 1,100 wenye uwezo wa kubeba watu 500 kwa wakati mmoja. Lina migahawa, lina sehemu zote za kutunza mitihani. Kwa kweli limezingatia, na huku chini watu wakipita waoni, lakini huku chini ni parking. Magari yote yanapaki chini underground. Arusha ndio ya kisasa ya watu wajanja wanaotaka maendeleo. Kwa kweli Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru mno.
Najua hata mwishoni hapa tutampa nafasi meya atoe neno lake la shukrani, lakini furaha unazoziona hivi. Kuna watu wengine huko washazeeka, ukimwona Kobla pale naibu meya, ukimwona pale Mzee Loboyo, ukiona wale wote walikuwa wameshachoka, lakini nyuso zao zina hamasa ya kufanya kazi chini ya uongozi wako. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, najua ni furaha kubwa kwa mwenyekiti wetu wa chama, ni furaha kubwa kwa kamati ya siasa ya mkoa, ni furaha kubwa kwa kamati ya siasa ya wilaya, na tunaye mwenyekiti wetu wa wilaya ya Arusha jiji na katibu wake na sekretarieti yake yote. Kwa kweli Mheshimiwa Waziri, ni furaha tupu. Ingetosha kusema tuishie hapa, baada ya tukio hili twende tukale tukiwa tunashangilia kwamba Arusha sasa imefufuka, Arusha tunapiga hatua, Arusha tunakwenda kuyafanya yale yote ambayo ilani ya chama chetu ilituelekeza. Lakini Mheshimiwa Waziri, nikuombe kwa unyenyekevu mkubwa, kwa kuwa baada ya hapa utakuwa na mkutano mwingine ambao chama kitaenda kushuhudia utiwaji wa saini wa mikataba inayokwenda kubadilisha mkoa wetu wa Arusha, na kwenye sarakasi zilikuwa nyingi tu, na hao wote tuliowaalika viongozi, wakina mkurugenzi madeni, meya, naibu meya, mwenyekiti wa mipango, Mheshimiwa Dakaro alikuwa mkuu wetu wa wilaya ya hapa jiji, utaenda kwa wapa na tuzo ya kushukuru kwa mchango wao, kwa kuwa wamesaidia. Tumepata zaidi ya heka 30 bure, ikiwa ni sehemu ya mchango wao. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, naomba nisiseme mengi, nikukaribishe utupe neno, na baada ya pale mstahiki meya ataendelea neno la shukrani. Alafu sasa twende, nimeambiwa kule uwanjani mambo ni mazuri. Mwambie jirani yako uwanjani mambo sasa pale utapata kutupa dira ya mkoa wetu, maelekezo ya utendaji wetu. Na mimi nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri, kila mradi mlioupanga nilioukuta, yani hata kama ni mtu anasema mradi ushakufa, mimi nakwambia kwa jina la Yesu mradi utafufuka. Watumishi wa jiji letu hili la Arusha wamesota kwa muda mrefu, wamehangaika kwa muda mrefu, wananchi wamehangaika kwa muda mrefu. Leo nimekuja kumaliza swala hili. Uwekaji wa jiwe la msingi, maana yake tunahitimisha minong'ono na maneno ambayo yalikuwa yanatuvuruga na kutuchanganya, na mengi yalichangiwa na migogoro ya kisiasa iliyokuwepo toka mwaka 2019. Ndugu mwenyekiti, migogoro hii inayo maelekezo yake mahususi, na nitaomba niyaseme hapa. Maelekezo haya kutoka kwa Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Kwanza, chama mkoa na wajibu wa kuhakikisha kwamba migogoro iliyopo isiwe ni chanzo cha kushusha hadhi ya serikali na chama chetu cha Mapinduzi. Kwa hiyo mkoa, kwa maelekezo ya Katibu Mkuu, mna wajibu wa kuhakikisha kwamba mnakaa na wale wote ambao wamekuwa ni chanzo cha migogoro, na wakati huu si wakati wa kutengeneza migogoro, wakati huu ni wakati wa kujenga. Kwa hiyo maelekezo haya ninakukabidhi mwenyekiti wetu wa chama mkoa wa Arusha, ikiwa ni maelekezo ya Katibu Mkuu wa chama chetu. Maana yake mna wajibu wa kuhakikisha mnadhibiti vitendo ambavyo vinaweza kuleta sintofahamu, hasa vitendo hivyo vikichangiwa na matendo yetu kwa tamaa zetu, ubinafsi wetu baina yetu sisi wenyewe. Nadhani umenisikia vizuri mwenyekiti. Kwa hiyo nikuombe nikukabidhi maelekezo haya ya Katibu Mkuu wa chama chetu, nikiwa naamini kwamba utakwenda kuyafanyia kazi wewe pamoja na timu nzima ya chama chetu cha Mapinduzi mkoa huu wa Arusha. Lakini pili, ni hili tuliokuja kulifanya hapa siku ya leo. Wataalamu wametuambia huu sasa ni mwaka wangapi? Toka 2019, karibu mwaka wa 5, tunakwenda mwaka wa 6. Kumekuwepo na sintofahamu iliyochangiwa na migogoro ya wanasiasa,
ambao imepelekea jengo hili kuchelewa kukamilika. Inawaelekeza, hakikisheni jengo hili limekamilika mara moja bila kusita, mara moja, na msiruhusu mtu yeyote kuingia kati kutaka kukwamisha ujenzi huu. Maana yake leo tumehitimisha migogoro iliyokuwepo, tumehitimisha leo, na sitegemei kuibuka kwa mtu mwingine kuwakwamisha kwa kuwavuta shati kwa maslahi yake mwenyewe, sitegemei. Na akitokea mtu yeyote, chukueni hatua bila kujali ni nani. Nadhani nimeeleweka vizuri. Watumishi wamechoka kuhangaika, wananchi halikadhalika wamechoka kuhangaika. Jengo nimelikagua na nimeridhika kwamba jengo hili lina viwango vya serikali ya awamu ya 6. Kwa hiyo mna wajibu wa kulisimamia, na niko tayari kutoa pongezi kwa wale wote walioanza mchakato wa ujenzi wa jengo hili, waliotoa ardhi bure, kwa sababu nimeambiwa ardhi hii ekari 30 ya kule kwenye uwanja wa mpira. Ni kule. Lakini nitatoa pongezi kwa wale wote waliochangia kuhakikisha kwamba jengo hili limefika hapa ilipofika. Hii ni Arusha Kondo Hotel, hoteli ya kisasa iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha. Muonekano wake ni wa meli iliyobeba kila kitu. Namba 1, kuna maduka ya biashara. Namba 2, ofisi za taasisi mbalimbali. Namba 3, ndo hoteli yenyewe sasa. Hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao. Kwa ajili ya usalama, milango yote inafunguliwa kwa kadi maalum zinazotumia umeme. Ukiwa ndani ya hoteli, unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya Mlima Meru. Kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako. Arusha Kondo Hoteli inakukaribisha kuja kupumzika hapa. Kwa mawasiliano zaidi, arushakondohotel@gmail.com. Simu 0747 705 090 na 0676 705 090.